Teknolojia ni moja ya chanzo cha kutujuza na kutuelekeza kwamba ujio wa Yesu Kristo ni karibu. Ukitazama hizo video hapo juu, hizo ni simu ambazo zinaonyesha mfumo wa namna ya kuchukua kitu ambacho simu haijapiga, lakini hivyo hivyo unavyoona. Sasa nataka nikuelekeze kitu kutokana na Biblia inavyozungumza. Akaambiwa Danieli juu ya vitu ambavyo vitaenda kutokea huko mwisho. Hivi vitu zamani za kina Danieli, ni hivi vitu unavyoviona hapo juu, ni vitu ambavyo vilikuwa haviwezekani, lakini leo vinawezekana. Na huku kote maboresho ya kiteknolojia na jinsi gani teknolojia inavyokwenda ni kama tu sehemu ya kutusogeza karibu ya kwenda kumpokea mpinga Kristo ama kwenda kumpokea Kristo Yesu. Sasa kuna mawili hapa ambapo napaswa kuweza kuelewa na kufahamu. Kitu cha kwanza, unapoona maboresho kama haya yanatokea, unapaswa kuweza kuelewa ya kwamba Mungu aliye mbinguni anaruhusu ili mradi neno lake likapate kuweza kutimizwa, kwa sababu kama neno lake halitaweza kutimizwa, itakuwa ni vigumu kwa Yesu Kristo kuweza kurudi. Lazima neno litimize, hekima, maarifa, uelewa, teknolojia, kila kitu kiongezeke, uovu uongezeke, na kila kitu ambacho kinaweza kupelekea ujio wa Yesu Kristo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 utapata kuona Yesu Kristo anazungumza kabla ya ujio wake. Kuna vitu vingi vitatokea, dhiki, matetemeko, kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitatokea kabla ya ujio wa Yesu Kristo. Sasa miongoni mwa hivyo vitu ambavyo vitatokea ni kwamba kutakuwa na utawala wa adui ambao utaweza kutawala katika lengo la kuweza kumpa mpinga Kristo nguvu ya kutawala zaidi. Na mfumo kama huu unaoona wa simu kama hizo unazoona ni mfumo mojawapo ambao utampa nguvu huyu mpinga Kristo akapate kuweza kutawala kwa urahisi maradufu, kwa sababu teknolojia kadri inavyozidi kwenda ndivyo tutakavyoweza kwenda mahala pale ambapo unaambiwa hutaweza kuuza, hutaweza kununua pasipo hiyo chapa. Sasa embu waza, fikiria hapo, mtu kashika simu, yani mkono wake ndio unafanya kama sehemu ya kuchukua taarifa ambayo simu haijashika. Yani mkono wake ndio unafanya sehemu ya kuchukua kile ambacho kamera haijaona, inachukua pap, inaleta katika simu. Huku kunapaswa kukujuza na kukufahamisha kwamba Mungu aliye mbinguni anatudhihirishia tupo katika hizi nyakati za mwisho. Maana kama hautakuwa na huo mfumo, hutaweza kufanyaje, kupiga picha, ama hutaweza kununua, hutaweza kuuza, hutaweza kufanya hiki wala kuweza kufanya kile. Kitu cha pili ambacho napaswa kujifunza katika hichi ni hili hapa. Yesu Kristo wa Nazareti anatuambia kupitia neno lake ya kwamba siku atakayokuja na saa atakayokuja haijulikani. Kwa namna ambavyo hii teknolojia zinavyokuwa, yani huu ni mfumo mmoja tu, zipo teknolojia nyingi, maroboti na vitu vingi. Hichi tu nimeona kama sehemu ni kuonyesha, kwa sababu mimi kwangu mwenyewe kilinistua kuona kama tumefikia hatua hii ya kuweza kutengeneza vifaa vya namna hii. Maana yake ni kwamba ujio wa Yesu Kristo ni kama vile mwizi ambao hatujui siku, hatujui saa, hatujui dakika, hatujui muda, lakini dakika na saa zikifika pasipo kuelewa, kama hivi teknolojia zilivyokuja, hizi teknolojia zimejitokeza tu, watu wanakuja na umbaji, hivyo zinazidi kuja na zitazidi kuja. Sasa Mungu anatuelekeza kupitia Yesu Kristo, siku na saa ya ujio wake hatujui. Nikaa ninazungumza na mchungaji Ebeneza kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Akanijuza, akaniambia, mtumishi wa Mungu, ujio wa Yesu ni karibu kuliko hata sisi tunavyowaza. Akanisitiza kuniambia, yani haipo mbali sana. Na mimi nikiangalia mifumo ya teknolojia tunayokimbia nayo, sikatai, kwa sababu kama tunafikia hatua hizi kiteknolojia, sipatii picha 2030, sipatii picha 2035. Nikawaambia watu ya kwamba yani Yesu ikifika 2035 hajarudi kuja kuchukua kanisa, I say sijui itakuwaje, sijui. Mimi nawaambia watu sijui 2035 ifike Yesu hajarudi, sijui. Kwa spidi ya teknolojia tunavyokimbia nayo, sijui. Ndugu yangu mpendwa katika Yesu Kristo, ninakusihi katika Bwana mabwana,
chukua hatua ya kumkubali Yesu Kristo, maana ukimkubali Yesu Kristo unajiokoa na kujisaidia wewe mwenyewe. Mpe Yesu Kristo nafasi katika maisha yako, akapate kufanyika Bwana na Mwokozi wako. Hizi teknolojia ambazo tunazoziona zinakuja na zinazidi kuja, hizi ni ishara za kutuonyesha kwamba ujio wake Yesu Kristo ni karibu kuliko unavyowaza. Kwa ukimkubali Yesu Kristo, parapanda itakapopiga ama mauti itakapokupata, hutakuwa na madhara ya namna yoyote, kwa sababu tayari utakuwa umempata yule Bwana wa mabwana, utakuwa umemkubali yule Yesu Kristo, na hatimaye utaweza kuingia mbinguni. Kwa na kusi katika Kristo Yesu, chukua hatua ya kumpokea huyu Yesu kabla hujachelewa. Amen. Kitu cha mwisho kabisa ambacho natamani nikapate kukujuza, Biblia inatuambia Yesu akasema, nendeni mkawabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo alisema hivyo, lakini wengi ambao wameshindwa kuelewa ni kwamba hakuna mtu yoyote katika Biblia ambaye alibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wengi walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa kilichopo ni hichi, watu hawakuelewa kile ambacho Yesu Kristo aliposema nendeni mkabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watu walichokielewa ni kwamba Yesu alizungumza dhahiri, batiza kwa jina la Baba, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Baba si jina, Baba ni cheo. Mwana si jina, Mwana ni cheo, na Roho Mtakatifu ni utendaji kazi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi nataka nikusihi ndugu yako, ukisoma Biblia yako, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari wa 38, utapata kusoma na kuelewa watu walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo, sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, sura ile ya 10 ukianza kusoma kuanzia ule mstari wa 45 ukaenda mpaka mstari wa 46, unapata kuelewa pia watu walienda kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na ukasoma Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6, unapata tena kupata ushuhuda kwamba watu walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa kama ulibatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ulibatizwa ndivyo sivyo. Unaweza kusema mtumishi, si Yesu alisema? Sawa, lakini haukuelewa Yesu alichokizungumza aliposema watu wabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hizi ni nyakati za mwisho ambao Yesu Kristo anataka ufanye badiliko, ufuate Biblia namna inavyosema. Hatutahukumiwa kwa maneno ya watu, tutahukumiwa vile Biblia inavyotuambia. Na watu katika Biblia walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo, sio jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikusihi ndugu yangu, kama upo tayari unatamani kumpokea Yesu Kristo, upo tayari unatamani ukabatizwa katika jina lake Yesu Kristo, unaweza kunitafuta mimi. Hivi sasa niko nchini Kongo kwa sasa wakati natengeneza video hii, lakini makazi yangu ni Tanzania. Kanisa langu lipo Tanzania, napatikana Dar es Salaam, Tegeta kule Kibo. Kanisa linaitwa Kanisa Takatifu la Mungu. Kama utabarikiwa utatamani kufika ukiwa Tanzania, sawa, lakini ukiwa Kongo, hapa sasa nipo mahali panaitwa Bunia. Sasa namba ya simu ya kunipata ni kama ifuatavyo. Utaandika 0710679104. Kama upo nje ya nchi ya Tanzania utaandika +255, alafu utaendelea na 0710679104. Ndugu yangu, Yesu Kristo anarejea. Fanya maamuzi leo sahihi mapema kabla hujachelewa. Amen.